Ghafla, mbele yetu, akaonekana mwanamke mzee. Amevaa manguo nyekundu, anapepea mikono kama anaomba msaada. Nikaangaza taa zikaleta mwanga mzito kwenye uso wake. Juma akainama mbele kwa mshangao. Kaka, huyu mama, mbona sijaona alipotokea? Sikumjibu. Najua, sheria za usiku. Usisimamishe basi au gari kwa mtu wa ajabu usiku. Nikampita yule mama, lakini kwenye kioo cha pembeni, yaani side mirror, hakuonekana. Ama kweli, hakukuwa na mtu kabisa. Juma akatazama nyuma, lakini alichokiona kilitutetemesha. Yule mama amesimama mbele yetu tena. Nikakanyaga breki. Taa za basi zikaanza kucheza kama zina shoti. Watu wote bado wamelala, hawakuamka, kana kwamba wamelazwa kwa kupuliziwa dawa ya usingizi. Nikaangaza taa tena. Ghafla yule mama akatoweka. Kwa mbali taa za basi jingine zikaonekana, lakini basi hilo lilikuwa taratibu mno. Nikapiga jicho vizuri. Ni Banka Express. Linafanana na basi langu kila kitu. Kioo cha mbele kina mpasuko ule ule kama wangu. Namba ya gari ni ile ile. Na dereva ni mimi mwenyewe. Najiona kabisa ni mimi huyu. Juma akauliza kwa sauti ya hofu, Musa, hilo si basi letu? Kabla sijamjibu, basi lile likatoweka kama moshi. Tulipofika Mafoni, tukakuta askari wanakagua mabaki ya ajali. Nikamfuata mmoja, nikamuuliza, kulitokea nini hapa? Akasema, basi limepata ajali mbaya sana. Tulipigiwa simu saa 1 iliyopita. Nikapiga macho. Ni basi lile lile, Banka Express lililotupita. Dereva ni mimi, konda ni Juma. Hilo basi lililopata ajali ni sisi wenyewe, au mbona kama sielewi? Tuliondoka kimya kimya. Safari ikaendelea, lakini haikuwa safari ya kawaida. Baada ya muda, tulifika kituo kimoja, tukawa tunapakia abiria waliochelewa. Mzee mmoja alisita kupanda basi letu. Akatutazama sana, halafu akasema kwa sauti nzito, msiruhusu mtu kushuka wala kupanda njiani, hata akilia, hata akisema ana shida. Tukatazamana na konda wangu, kisha tukataka kumuuliza. Tukakuta hayupo, hakukuwa na mtu tena. Ghafla tukasikia kicheko cha fisi kutoka kwenye injini ya basi. Tukatazamana na Juma. Nikamwambia Juma, tukaze moyo, tuendelee na safari. Kilomita chache mbele, nikapitia vioo vya nyuma. Nikakiona kivuli cha mtu kimeketi kwenye siti ya mwisho, lakini abiria wote walikuwa mbele. Juma akanong'ona, Musa, umeona hicho? Nikamwambia, nimekiona kaka, tusionyeshe hofu. Kisha tukasikia sauti ya mtoto mdogo akilia, mama, kuna mtu kasimama pale nyuma, ananitisha, ana kucha ndefu. Mama alipogeuka, hakukuwa na mtu. Taa za ndani zikaanza kuzima moja baada ya nyingine. Mara taa za mbele nazo zikaanza kufifia. Ghafla sauti ya mtu ikaanza kucheka kwenye spika ya redio, lakini redio ilikuwa imezimwa. Basi likaanza kuyumba kama vile tairi moja limepata pancha. Nikalisimamisha. Tuliposhuka kukagua matairi, kila kitu kilikuwa salama. Niliporudi, Juma hakupanda kwenye basi. Akanigeukia kwa hofu, Musa, kuna mtu ameniongelesha kutoka juu ya keria ya mizigo. Anasema, je, mpo tayari kurudia mlango mlioupita wakati wa kuja duniani?